Karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji na msikilizaji wa chaneli yetu. Leo tunaangazia mada iliyoibua gumzo kubwa, kauli ya Kamanda Jumanne Mulilo, mkuu wa Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam ZCO, kuhusu taarifa zinazosambazwa mtandaoni zinazomhusisha Faustini Mafwele, mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai Kanda Maalum ya Dar es Salaam ZCO. Podcast hii ni msululu wa ukweli wa kauli zilizotolewa, athari za mitandao ya kijamii kwenye taswira ya usalama na uongozi, na jambo linalojulikana kama Tanganyika Freedom Fighters TFF, ulinganisho wa hoja na mantiki ya kisiasa na kijamii. Katika siku za hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kulienea ujumbe unaodai kuwakilisha kundi linalojiita Tanganyika Freedom Fighters TFF. Ujumbe huo ambao umehusisha jina la Faustini Mafwele katika madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu, madai ambayo hayajathibitishwa rasmi na vyombo vya dola wala wenye mamlaka. Kwa haraka sana huu ujumbe ulisambaa ukapingwa na baadhi ya watumiaji waliodai kuwa ni habari za uongo, huku wengine wakiuona kama ukweli usiotakiwa kuthibitishwa kabla ya kusambazwa. Akijibu swali la waandishi wa habari wa Mwananchi kuhusu madai hayo, Kamanda Jumanne Mulilo alisema sentensi kali: ujumbe wa kundi hilo ni kama riwaya za Shabani Robert za kusadikika. Unaweza kusikia mtu amekufa alafu ukamuona. Kwa maneno mengine, kauli hiyo inaeleza kwamba taarifa hizo ni za uongo, hazina msingi thabiti. Mulilo pia amesisitiza kwamba hakuna taarifa rasmi ya ushiriki wa Mafwele katika TFF. Polisi haijapata ushahidi wa kuthibitisha madai hayo. Ni muhimu kutofautisha kati ya ukweli na uvumi. Taarifa hii ni muhimu kwa sababu inaleta uwazi kuhusu usalama na uongozi wa vyombo vya dola, hasa pale mitandao inapoleta msongamano wa taarifa zisizo na uhakika. Hadi sasa hakuna taarifa ya umma inayothibitisha kisheria kuwepo kwa shirika linaloitwa TFF kama kundi lenye muundo, uongozi au sera zilizo wazi. Kundi hili limejitokeza mara kwa mara kwenye mitandao likitoa maneno ya kupaza sauti juu ya masuala ya kisiasa na haki za binadamu. Hata hivyo, hakuna chanzo rasmi kilichothibitisha usajili wake, hakuna ushahidi wa kiusalama unaoonyesha shughuli zao rasmi, na hakuna taarifa ya polisi au taasisi nyingine inayothibitisha uwepo wake. Hii inaonyesha changamoto ya kijamii yetu. Mitandao ya kijamii inaunda hadithi za haraka ambazo mara nyingi hazijafanyiwa tathmini ya kina. Katika enzi ya leo ya dijitali, habari inaenea kwa kasi isiyotarajiwa. Taarifa zinaweza kuchukua sura ya uhalisia hata kabla ya ushahidi. Watumiaji mara nyingi hawapati taarifa muda wa kuthibitishwa kabla ya kusambaza. Hii inasababisha wimbi la taarifa nyingi zilizo na uchafu wa halali. Taarifa zinazotoshea husaidia watu kuelewa ukweli, zinahitaji msingi imara wa ushahidi, zinapaswa kuthibitishwa na vyanzo vya kuaminika kabla ya kusambazwa. Mfano, habari nyingi zinazotoka mtandaoni zinashauri kile kinachojiita ukweli bila kutegemea tathmini ya upendeleo wa chanzo. Jeshi la Polisi Tanzania lina wajibu wa kulinda usalama wa raia, kufuatilia vitendo vya uhalifu na kuwashirikisha wananchi taarifa sahihi. Kamanda Mulilo kwa kutoa kauli yake hadharani anatoa mwanga juu ya jambo ambalo lingesababisha hisia kali au hofu kwa umma bila ufafanuzi wa kitaalamu. Kwa mujibu wa sheria na kanuni za ulinzi wa habari, taarifa za usalama zinapaswa kutolewa na mamlaka husika. Uhamasishaji wa hadithi zisizothibitishwa unaweza kusababisha taharuki. Katika nchi nyingi, wakati taarifa zisizothibitishwa zinapoibuka, vyombo vya dola vinatoa taarifa za haraka zinazojumuisha ukweli uliothibitishwa. Vyombo vya habari vinafuatilia chanzo kabla ya kuchapisha. Serikali inachukua hatua thabiti kudhibiti ueneaji wa taarifa za uongo. Kwa mfano, Marekani na Umoja wa Ulaya wana sera kali za kukabiliana na misinformation. Vyombo vya habari vinavyotumia fast checking kabla ya kuchapisha. Hii ni changamoto inayotokea duniani kote, si Tanzania pekee, lakini jinsi inavyoshughulikiwa ndiko kunakofanya tofauti kati ya utulivu wa wananchi. Tunapoona hadithi kama hizi, inachochea hisia kali, inasababisha taharuki isiyo na msingi na inaweza kuvuruga imani kwa taasisi za umma. Watu wana hofu na wasiwasi kwa viongozi wa ulinzi, kwa namna taarifa zinaposambaa na kwa namna taarifa zisizothibitishwa zinavyoweza kucheza kwenye uchaguzi na siasa.
Katika ulimwengu wa leo, taarifa inachezwa kwa silaha. Mitandao ya kijamii inapiga kelele zaidi kuliko uhalisia. Vyombo vya dola vina jukumu la kuweka wazi ukweli. Kauli ya Kamanda Mulilo inaonyesha taarifa bila uthibitisho ni kama riwaya zisizo na msingi. Polisi inashikilia uwazi na ushahidi, lakini swala kuu, je, wananchi wanapata taarifa sahihi kwa wakati unaofaa? Na je, taasisi za umma zinachukua hatua kuhakikisha kweli inashindikana na uongo kwa uwazi?